Karibu tena kwenye MK Story TV. Basi kama unapenda simulizi za mapenzi, drama na siri, usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ili usikose sehemu zinazofuata pamoja na story mpya. Basi tuendelee hapa ndipo tumeishia. Baada ya Juma kufika akiwa na vijana watatu wenye hasira, hali ilibadilika ghafla. Adrian alisimama mbele ya Zawadi kwa utulivu. Hakutaka ugomvi, lakini Juma alikuwa amejawa na wivu. Nilikuambia ukae mbali na Amina. Kumrazi, nilikuambia ukae mbali na Zawadi. Basi Juma alisema kwa sauti ya ukali. Adriani akajibu kwa upole, sina nia mbaya, tunazungumza tu. Basi Juma akatikisa kichwa akasema, huelewi, hiki ni kijiji changu. Zawadi akakatisha akamwambia, Juma, acha tabia hizi. Siwezi kumpenda na siwezi kupendana na mtu kama wewe kwa kulazimishwa. Maneno hayo yalimuumiza Juma zaidi. Basi mshikaji akaondoka kwa hasira, akiwaacha na tahadhari, huu sio mwisho. Usiku huo Zawadi alishindwa kulala. Alikuwa akiwaza kuhusu Adriani. Alijiuliza kwa nini moyo wake ulikuwa unadunda kila alipokuwa karibu naye. Kwa upande mwingine, Adriani naye alikuwa akifikiria, Zawadi hakuwahi kukutana na msichana mwenye moyo wa upendo kama wake, lakini bado alikuwa anaficha siri kubwa. Hakutaka mtu yeyote ajue kuwa baba yake alikuwa bilionea maarufu. Aliogopa watu wangebadilika wakijua ukweli. Basi asubuhi iliyofuata, Adriani alikwenda sokoni ambako Zawadi alikuwa anauza matunda. Alinunua embe kadhaa. Ingawa hakuhitaji, alitaka tu kumwona Zawadi akacheka. Basi kila siku unanunua matunda, una uhakika kuyachoki? Adriani akatabasamu akamjibu, akamwambia, ninayapenda, lakini pia napenda kuzungumza na wewe. Zawadi akashusha macho kwa aibu. Basi kadiri siku zilivyopita, urafiki wao ulizidi kukua. Walianza kutembea pamoja jioni, wakizungumza kuhusu ndoto. Zawadi alimueleza jinsi alivyotamani kumjengea mama yake nyumba nzuri. Basi mshikaji Adriani akamweleza kuwa ndoto yake ni kuishi maisha ya kawaida bila kuhukumiwa kwa pesa. Zawadi hakuelewa alimaanisha nini, lakini hakumuuliza zaidi. Wakati huo huo, Juma alikuwa amechoka kuona ukaribu wao. Alienda kwa baba yake, mkuu wa kijiji. Akamwambia, baba, yule mgeni anataka kunichukulia Zawadi. Basi mkuu wa kijiji akamwangalia akamwambia, wewe ndiye unayepaswa kumuoa Zawadi. Nitaongea na mama yake Juma. Basi akamwambia kumrazi, nitaongea na mama yake.
Juma akatabasamu. Alijua baba yake alikuwa na ushawishi mkubwa kijijini. Basi siku iliyofuata mkuu wa kijiji alifika nyumbani kwa mama yake Zawadi. Baada ya mazungumzo mafupi, alisema, nataka Zawadi aolewe na mwanangu. Mama yake Zawadi alishtuka. Hakujua aseme nini. Aliogopa kukataa, lakini alipojua binti yake hakuwa anampenda Juma. Basi jioni hiyo mama yake Zawadi alimuita, mwanangu, mkuu wa kijiji ametaka uolewe na Juma. Zawadi akashtuka, akamwambia, mama, mimi siwezi, nampenda mtu mwingine. Basi mama yake akamuuliza, ni nani? Zawadi akashusha pumzi, akajibu, Adriani. Basi mama yake akanyamaza. Alijua changamoto kubwa iliyokuwa inaanza. Basi siku iliyofuata Zawadi alikutana na Adriani karibu na mto. Alimweleza kila kitu. Adriani akamshika mkono, akamwambia, usiogope, tutaipata njia. Basi Zawadi akamwangalia machoni. Kwa mara ya kwanza alihisi yuko salama akiwa naye, lakini hakujua kuwa Juma alikuwa amejificha nyuma ya miti. Alikuwa amesikia kila kitu. Hasira zikamjaa. Aliamua kufanya jambo ambalo likibadilisha maisha yao wote. Basi usiku huu Adriani aliporudi kwenye nyumba aliyopanga kijijini, alikuta bahasha mbele ya mlango. Alifungua. Ndani kulikuwa na karatasi moja tu. Iliandikwa, ondoka kijijini kabla hujachelewa. Hakukuwa na jina, lakini Adriani alijua ni nani aliyetuma ujumbe huo. Akatabasamu kidogo. Hakukuwa na kitu kingemfanya aondoke na kumwacha Zawadi, lakini hakujua kuwa hatari kubwa ilikuwa ndio inaanza. Basi kufikia hapa ndio mwisho wa pati 2. Je, Adriani atafichua siri yake kwa Zawadi? Je, Zawadi atakubali kuolewa na Juma? Ni mpango gani Juma ameandaa dhidi ya Adriani? Basi usikose Mrembo wa Kijiji pati 3 kwenye MK Story. Comment tu hapo pati 3 kwenye maoni kama umefurahia simulizi hii. Basi ndugu msikilizaji, na kukumbusha subscribe, kulike, comment chochote tu kile. Pia na kuomba wewe una share kwa wenzako ili tuweze na sisi kupata nguvu zaidi ya kuletea story zaidi, nasi tuweze kukua. Unapo subscribe unatupa nguvu zaidi ya kuandaa story nzuri zaidi na nyingi zaidi kwa ajili yako. Basi na kuomba usiforget subscribe tu ili wanatukuze channel yetu, na pia kutupa sisi moyo wa kuendelea kuletea masimulizi. Basi kufikia hapa sina ziada, lakini nilikuwa nakuletea simulizi hii. Langu jina ni MK, na mwandaji wetu wa story na mwandaji wa script ni dada yetu Agi. Tunakuomba usiache kusubscribe, kulike, kucomment, kushare ili kutupa nguvu zaidi na zaidi. Basi kufikia hapa sina ziada, tukutane katika pati itakayofuata.
Asanteni kwa kunisikiliza.